Bana, it's your boy Dr. Mateka na leo pembeni yangu niko na mrembo mtoto mzuri anakwenda kwa jina la Miss Naomi. Na leo bana tunaenda kukuletea mada mzuri sana. Leo Mbosso kana anaachia EP yake. Tunategemea kitu kizuri kabisa kutoka kwa kaka yetu Mbosso. Bana, Mbosso usije ukatuangusha kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi tutavisema hapa, kwa hiyo tunavitegemea kuweza kuvisikiliza kwa kiwango kikubwa na kuweza kuvisikia kutoka kwenye EP kwa sababu umeondoka katika lebo kubwa na mwenyewe umeshasema umekuwa, na sisi tunaamini umekuwa kwa sababu muziki mzuri umetupatia, basi kuna vitu vizuri pia tunategemea kuvisikia kutoka kwenye hiyo EP ambayo leo utaenda kutuachia. Unawaza kitu gani bana? Unawaza kitu gani? Actually, as usual ninachokifikiria. Mbosso bwana hanaga vitu vibovu. Hanaga madini mabaya. Na expect kitu kikubwa sana kutokana na hiyo EP yake. Kama tulivyoona kwenye ametoa Room 1, Room 2 na sasa hivi tuko kwenye Room 3. Room 3 Yes. Kwa Room 3 bwana tuna expect kitu kikubwa zaidi ya vitu hata vile alivyokuwa anafanya nyuma, alivyokuwa chini ya Rebel. Yes. Ndio hicho mimi ninachokitegemea of course. Of course kwangu mimi binafsi nakwambia kitu kimoja, Mbosso umetusurprise na Can Music. Can Music, yes, umetusurprise na Can Music. Umetuambia kwamba ni lebo mpya ambayo itasimamia muziki. Umetusurprise na Room number 3. Kwa hiyo tunategemea kitu kikubwa kwa sababu uandishi wa Mbosso Khan mwenyewe. Uandishi wa Mbosso Khan bwana unaweza kukufanya ukaamini hadi wanaume. Ukaamini hadi mapenzi. Yaani automatically tu ukaona ngoja nizame, alafu ukizama unajikuta unarudi tena. Kwa sisi waaminifu. Wanaume mshakuwa waaminifu. Sio waaminifu bana. Tangu lini? Labda jana. Labda kwenye kikao cha nyuma ndo mlijadili hilo na mimi sikuwepo. Angalia mitume wote wa kiume wa kike. Kwa nini Mungu atuamini sisi? Atakuwa wa kike kwa sababu Mungu aliona kitu ndani yetu. Tuna kitu ndani yetu. Sasa kitu kwetu sisi ndio bado tukapewa mamlaka ya kwenda kuongoza vitu vizito. Lakini anyway, Mbosso tuna expect EP yako itakuwa na leo saa 10 unajua kuna listening party pale Mlimani City, kwa hiyo naamini kitu kitakuwa ni kikubwa. Yaani kama mwenyewe ameandika watu ambao wamealikwa pale ni watu special. Kwa hiyo sio kila mtu. Okay. Wenzangu wamealikwa. Au sio special? Ngoja nikaangalie kwenye kama nina ujumbe kwa email au labda usikute nimealikwa sijui. Uchungulia gada email yako. Usikute email yako inamaliza miaka na miaka hajui kugusa kitu chochote kile. Naenda kuangalia. Wewe jua? Mara kwa mwisho kuchungulia email yako ni nini? Jana. Juzi. Kinapita. Bana, Mbosso tunategemea kitu kikubwa kweli kweli kutoka kwako kwa sababu tunaujua namna ambavyo uandishi kolabo nyingi ambazo umeshirikishwa mpaka hivi sasa zote umewaua. Tumeona na Divoice umemaliza, tumeona kwa ile darasa ile darasa ya juzi bahati haya mambo hajanyoka ninayemtaka simpati. Mbosso bwana Mbosso na mambo yake uandishi tumemaliza. Mimi sijui kwenye content ambayo atakuja kuturepresent itakuwa ni ya namna gani. Nadhani kitakuwa kitu kizuri. Wewe utatamani uione collab au utatamani nyimbo zote aimbe peke yake tu kwenye EP? Natamani nimuone na baadhi ya collab hasa wa nje kidogo, sio wa Tanzania tena. Lakini nadhani natamani amchukue msanii mwingine wa nchi kama Nigeria hivi. Amchukue tu yetu Nigeria mzuri. Mimi kati ya kitu ambacho nakitegemea nataka nione collab ya Mbosso na Bien kutoka Kenya. Na Bien? Yes. Collab ya Mbosso na Mario. Bien watu wanamkubali sana. No, unajua Bien ana uandishi mzuri, hata uimbaji wake pia ni mzuri. Sasa mimi nataka watu ambao wako na vocal kali wapite naye. Yaani wakutane wataalamu wa uandishi, apate collab na Mario na Harmonize, alafu apate na collab kwa sababu ni wako vizuri kwenye pen yao. Kama Harmonize kwenye vocal kwa vizuri, basi wakutane pia. Of course, Harmonize pia nao naitamani. Harmonize yuko vizuri. Wabamizane. Hicho kibao kutana Mario unajua watavimbiana. Yaani kila mtu atatisha kwenye uandishi. Unajua ile mtu anaandika mpaka anasema ulikuwa wapi huu muda? Kipindi nalizwa. Bana, all in all, leo saa 10 kutakuwa na listening party ya Room number 3 ya kwake Mbosso pale Mlimani City. Lakini usiku naamini kwa sababu tarehe 12 ndio leo ambayo kama tuahidi EP itaenda kuachiwa rasmi. Kwa hiyo usiku leo kwenye saa 6 ama sijui itakuwa saa 7 au sijui kesho asubuhi inaweza ikawa kwenye digital platform zote itakuwa imeachiwa rasmi. Tunategemea muziki mzuri kutoka kwa Mbosso. It's a matter of time tu bana, sisi tunaenda kuenjoy kitu kizuri. Mimi siko na jingi bana, mimi nimemaliza. Naitwa Dr. Mateka na pembeni yangu ni Miss Naomi Stoke. Na behind the camera anaitwa Prince Show Me. Bye bye. See you next time man. Bye mrembo.